umeipata. Utatuambia hapo kupitia 0621780663 faida ambazo umezipata mara baada ya kutumia uzazi wa mpango wa kisasa. Hapa nazungumzia maana watatokea wale wengine, mimi nilitumia asili nika 1 2 3. Tunazungumzia hapa wa kisasa. Asili huo tutapata muda mwingine. 0621780663. Niko na mtaalamu hapa, madam yupo kama kawaida, na tutakwenda kuzungumza naye moja kwa moja. Ukipata nafasi pia na wewe ya kuweza kumuuliza swali, nafasi yetu ni ile ile kwenye 0621780663. Hapa ndipo ambapo tunapata nafasi na wasaa wa kuweza kuzungumza moja kwa moja na mtaalamu wetu humu ndani. Nikwambie tu na wewe pia kijana ambaye unanisikiliza wakati huu, unahitaji kufahamu zaidi kwa maelezo zaidi juu ya huduma za afya ya uzazi kwa vijana. Nafasi yako ni kupiga simu kupitia 0800753333. Hiyo namba ukipiga moja kwa moja utazungumza na mtaalamu wa afya na masuala ya afya ya uzazi wa mpango. Nawe kijana utauliza swali lolote ambalo linakutatiza na utazungumza moja kwa moja na mtaalamu wa afya kwa usiri na kupata msaada wa haraka. Tena namba hii ikiwa ni bure kabisa, ukipiga haukatwi salio lako lolote. Au unaweza kutuma ujumbe WhatsApp pale kwa namba 0755896996. Kumbuka huduma hii ni bure, ni siri, na wataalamu wapo kwa ajili yako kukusikiliza. Pia usisite kutembelea kituo cha afya kilicho karibu nawe. Hapo utapata huduma rafiki za afya ya uzazi, ushauri wa kitaalamu, na huduma hizi zinatolewa kwa faragha na usiri wa hali ya juu kwa vijana. Nikwambie tu karibu sana hapa, tusiseme, sisi tumeamua kusema na tunaenda kuanza kusema sasa. Swali langu ambalo nimeliweka mezani na ninatamani pia kupata majibu yako. Baadaye nikiruhusu simu pia tutapata majibu, lakini kwa sasa niko na watu ambao wameweza kuzungumza moja kwa moja hapa na kusema, je, ni faida gani amepata baada ya kutumia njia ya kisasa ya uzazi wa mpango. Hapa moja kwa moja tuingie kitaa. Sasa ni nini hasa tunazungumzia hapa tukisema hivi? Asante ndugu mtangazaji. Hakuna haja kujitambulisha jina, sio nifahamu. Mnao kufahamu. Wengine ndio kwanza wamefungulia redio leo. Mimi kwa majina naitwa Beata Mbalawala. Mimi ni afisa muuguzi msaidizi, natokea Manispaa ya Mpanda. Ndio. Lakini niko hapa kwa niaba ya mratibu wa afya mama na mtoto mkoa, nikielezea masuala ya uzazi wa mpango kwa vijana. Ndio. Nikija kwenye swali lako moja kwa moja, nasema kwamba ni faida, njia za kisasa ni nini hasa? Wanasema uzazi wa mpango kwa njia za kisasa ni matumizi ya mbinu au vifaa vya kitabibu vinavyosaidia kuzuia au kupanga ujauzito kwa usalama na ufanisi. Njia hizi huwapa watu au wanandoa uwezo wa kuamua ni lini wapate watoto na idadi ya watoto wanaotaka. Baadhi ya njia za kisasa za uzazi wa mpango ni pamoja na, ya kwanza nasema zipo kondom za kiume na za kike. 2, kuna vidonge vya uzazi wa mpango. Pia kuna sindano za uzazi wa mpango, vipandikizi vinavyowekwa chini ya ngozi ya mkono, kitanzi kinachowekwa ndani ya mfuko wa uzazi, kufunga uzazi kwa mwanamke au mwanaume kwa wale ambao hawataki kupata watoto. Hizo ndio njia za kisasa za uzazi wa mpango. Faida za njia za kisasa ni pamoja na kuzuia mimba zisizotarajiwa, kusaidia kupanga muda mzuri wa kupata watoto, kulinda afya ya mama na mtoto kwa kuweka nafasi kati ya mimba na mimba. Lakini pia kwa njia kama kondom husaidia pia kuzuia maambukizi ya magonjwa ya zinaa pamoja na virusi vya ukimwi. Okay. Yeah. Hapo tunazungumzia faida maalum kwa kijana kutumia njia hizi za uzazi wa mpango. Ndio. Hizo ni faida maalum.
Hiyo ni maana ya uzazi wa mpango kwa njia za kisasa. Anapouliza kwamba njia za kisasa ni nini hasa, natamani kufahamu faida maalum kwa kijana ambaye atatumia njia hizi za uzazi wa mpango. Okay. Faida za kutumia njia za uzazi wa mpango. Wanasema kwanza kuna faida nyingi kwa vijana kutumia njia za kisasa za uzazi wa mpango. Moja, kuzuia mimba zisizotarajiwa. Husaidia vijana kuepuka ujauzito ambao haukupangwa na changamoto zake. Ya pili, kuendelea na elimu na malengo ya maisha. Kwa hiyo kijana anapotumia njia ya uzazi wa mpango, faida nyingine ni kuendelea na elimu na malengo ya maisha. Vijana wanaweza kuendelea na masomo, mafunzo au kozi au kazi bila kukatizwa na majukumu ya uzazi wa mapema. Kwa sababu ukibeba mimba mapema unakuwa kwenye hatari ya kutoweza kutimiza malengo yako. Okay. Lakini pia ya tatu, anasema kuboresha afya ya mama na mtoto. Kuepuka ujauzito wa mapema kunaweza kupunguza hatari ya kiafya zinazoweza kutokea kwa mama na mtoto. Lakini pia faida nyingine, kupunguza msongo wa mawazo na changamoto za kiuchumi. Ujauzito usiopangwa unaweza kuleta matatizo ya kifedha na kijamii ambayo yanaweza kuepukika. Okay. Ndio. Lakini pia faida nyingine wanasema kuwawezesha kufanya maamuzi kwa uwajibikaji. Kwa hiyo unapotumia njia za uzazi wa mpango unaweza ukafanya maamuzi kwa uwajibikaji, kama vile vijana wanapata nafasi ya kupanga maisha yao ya uzazi kwa kuzingatia malengo na mazingira yao. Lakini pia kinga dhidi ya magonjwa ya zinaa. Kondom zinapotumiwa kwa usahihi husaidia kupunguza hatari ya maambukizi ya magonjwa ya zinaa ikiwemo HIV/AIDS. Okay. Yeah. Kwa hizo ndio faida. Sawa, nigeukia kwako shuhuda ambayo umetumia njia za uzazi wa mpango kwa mafanikio. Baada ya kutumia njia hizi, afya yako imebadilika vipi? Asante ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Neema Musa au Mama Radhia aka Mrs. Karoto. Nashukuru kwa kipindi hiki. Wanawake wengi tumejisahau sana. Ila kwa mimi binafsi nashukuru, baada ya kuweka tu kijiti nilitumia ndani ya miaka 3, nimemlea mwanangu vizuri. Alikuwa ni mtoto wangu wa kwanza. Baada ya kutoa nimekaa, yani sikutumia muda mrefu sana. Nimekaa zangu kama miezi 4 tu. Nikabeba na nyingine nikaa nimejifungua. Kwa faida mimi naiona. Sijabadilika, afya yangu ilizidi kuimarika. Na ninachoshukuru Mungu sikupata, yani ile wanavyosema mauzi. Kwa mimi mauzi sijayaona jamani. Na hivi ninavyokuambia na hapa nilipo na kijiti cha miaka 5. Okay. Ndio. Kwa mimi nashukuru, naendelea vizuri na afya yangu iko vizuri. Familia yako yenyewe inafaidika vipi baada ya kutumia njia hizi? Familia yangu inafaidika kwa sababu unapoachia chance pale. Kuna dada wa miaka saizi anaenda 9, anafuata wa miaka 5, wa miaka 6 na saizi na wa mwaka na nusu. Okay. Kwa pale katikati napata hata muda wa kuagiza, wewe fanya hiki, wewe fanya kile. Na mdogo mtu anapata muda hata kucheza na dada zake. Hata ile kaeka kusema kwamba mama mtoto ashuka jinyea na mwingine sio analia. Hiyo haipo. Okay. Kwa hiyo unapata muda na wewe kukaa ukapiatila kwenye simu. Hapo unakopozea kwa kweli. Wewe acha. Mtaalamu raha sana. Hatari sana. Nirudi kwako mtaalamu. Je, njia zote za uzazi wa mpango zinafaa kwa kila mtu? Njia za uzazi wa mpango hazifai kwa kila mtu. Jibu ni hapana. Si njia zote za uzazi wa mpango zinafaa kwa kila mtu. Uchaguzi wa njia unategemea mambo mbalimbali kama: 1, umri wa mtu. Lakini pia 2, hali ya afya.
Kwa mfano shinikizo la damu, kisukari au magonjwa mengine. Kwa mfano mtu labda anahitaji uzazi wa mpango, anakuwa na changamoto ya kiafya. Kwa mfano kama nilivyosemea kuhusu shinikizo la damu au tunasema BP, yani pressure inakuwa iko juu au vipi, uweze lazima umchagulie njia ambayo anaweza akaitumia kwa kutokana na hali aliyonayo. Kwa hiyo sio kila hiyo njia mtu yote ile inamfaa. Kwa hiyo kuna mtu mwingine atapokuja jinsi anavyojieleza, unaangalia maelezo yake, unakaa naye, unaangalia je, huyu anafaa atumie njia gani. Lakini pia kama mtu ananyonyesha au la. Kwa mfano kama mtu ananyonyesha, kuna njia ambazo anatakiwa atumie. Kwa mfano kwenye vidonge vya uzazi wa mpango, mtu anayenyonyesha chini ya miezi 6 uweze kumpatia, kuna vidonge ambavyo hatuwezi tukampatia. Vipo vidonge ambavyo tunawapatia kuanzia miezi 6 na kuendelea. Kama pia anataka mtoto hivi karibuni au baada ya muda mrefu, napo pia tunaangalia, kwa sababu mteja anapokuja kama anahitaji mtoto hivi karibuni, uweze ukampa njia ya muda mrefu, labda miaka 5. Mtu anataka mtoto, amekuja leo anataka apumzike miezi 3 afu abebe ujauzito. Kwa hiyo unaangalia the utakavyoongea naye ili umpatie njia yake ambayo inamfaa kwa wakati ule. Lakini pia mapendeleo binafsi na mtindo wa maisha. Mtu anaweza akaja tu yeye mwenyewe amechagua njia anayoitaka. Wewe ukamuelimisha kwamba tumia labda kipandikizi, kumbe yeye anataka kitanzi. Kwa hiyo yeye anaweza akachagua mwenyewe. Kile kitu ambacho mteja amekuja nacho kwa wakati ule ndicho ambacho unatakiwa umsaidie na uongee naye. Je, uangalie kama inamfaa kutokana na mambo ya kiafya na vitu gani. Lakini kama amekuja unaona kabisa afya yake ni njema na amechagua njia yake njia ambayo anaona yeye kwake kwa akitumia yuko na, yani tuseme anakuwa comfortable, tunampatia. Okay. Lakini pia uwezekano wa kutumia njia hiyo kwa usahihi kwa wakati unaotakiwa. Mfano, kondom zinafaa kwa watu wengi na pia husaidia kuzuia magonjwa ya zinaa. Lakini pia sindano, vidonge, vipandikizi au kitanzi vinaweza kuwa chaguo zuri kwa baadhi ya watu, lakini vinaweza serikali kwa kushirikiana na wadau wa afya utekeleza mikakati mbalimbali ili kuhamasisha vijana kujitokeza kupata huduma za afya ya uzazi na uzazi wa mpango. Mikakati hiyo ni pamoja na yani serikali imeweka mikakati ya kwanza, nasema kwamba kuanzisha huduma rafiki kwa vijana kituo cha afya ili vijana wapate huduma katika mazingira salama yenye faragha yasiyo ya hukumu. Kama tunavyosikia hata kipindi kilichopita tulikuwa na vijana ambao wanatoa huduma hapa kwa Mpanda mjini hapo Town Clinic. Kuna kituo ambacho kipo pale ambacho wameanzisha kwa ajili ya huduma rafiki kwa vijana. Na hasa hizo huduma wanazozitoa baada ya kazi. Lakini kwa sasa kila vituo kuna chumba maalum kabisa ambacho kimeandikwa huduma rafiki kwa vijana. Kwa lengo ni kuacha wale vijana waingie, wajieleze shida zao, wachague njia zilizo sahihi za uzazi wa mpango. Kutoa elimu ya afya ya uzazi kupitia shule, vyuo, vikundi vya vijana na kampeni kwa ujumla. Na tunajitahidi baadhi ya vituo ya watu wa huduma wengi tunaenda mashuleni. Kufika kule, lengo la kufika shuleni ni kwenda kuongea na vijana, kwa sababu vijana hapo wengi masekondari. Tunaenda pale tunatoa elimu ya afya kuhusu uzazi wa mpango, umuhimu na faida zake. Kwa hiyo tunapowapelekea elimu na wenyewe wanakujua kwamba kumbe huduma hii yenyewe inawafaa kutumia kwa wakati huo. Lakini pia kutumia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kufikisha taarifa sahihi kuhusu afya ya uzazi na huduma zinazopatikana. Kama hivi nilivyokuja mimi hapa nimekuja kwenye kutoa elimu. Ndio. Kwa hiyo mkakati serikali iliyojiwekea ni pamoja na kutoa elimu kwenye vyombo vya habari, kuwaelimisha vijana ili sauti ya elimu inayoitoa ziwafikie watu wengi. Tukimaanisha kwamba redio inasikika mahali sehemu kubwa. Kwa hiyo vijana wengi watapata
elimu kupitia vyombo hivyo vya habari. Lakini pia kuna magazeti mote humo, wakinunua magazeti wanapata elimu zinazotolewa kuhusu uzazi wa mpango. Lakini pia kuwajengea uwezo wa wahudumu wa afya ili waweze kutoa huduma zinazozingatia mahitaji na haki za vijana. Kwa hiyo serikali imejikita sana pia hata kwa watoa huduma. Watoa huduma wengi wamepata mafunzo kwa ajili ya kuwahudumia vijana, na hasa hizo njia za kisasa za uzazi wa mpango. Kuimarisha usiri na faragha kwa vijana wanaotafuta ushauri na huduma za afya. Okay. Yeah. Kusogeza huduma karibu na vijana, kwa mfano kupitia kliniki za mkoba na kampeni maalum katika jamii. Kwa tunapokuwa tunapoenda kutoa huduma mkoba, tukisema huduma mkoba ni kama kuwatembelea huko kwenye jamii. Mnakutana na vile vikundi vya vijana, mnaongea nao na kuwaelimisha. Lakini pia kuna kuga na kampeni, serikali huwa inaweka kampeni kwa ajili ya kutoa huduma kwa vijana. Hizo zote ni kuwasaidia vijana wapate elimu sahihi kuhusu uzazi wa mpango na uzazi kwa ujumla. Lakini pia kushirikisha vijana katika kupanga, kutekeleza programu zinazohusu ili huduma zilingane na mahitaji yao. Kwa hiyo vijana wanashirikishwa kwenye mambo mengi ya kiserikali. Okay. Ya, hizo ndio mbinu serikali imetumia kwa ajili ya kuhakikisha kijana anapata elimu sahihi kuhusu uzazi wa mpango. Wakati unazungumza hapo, kabla ulizungumzia kuhusiana na njia zile za uzazi wa mpango, ukasema mtu anaweza kaja na njia zake na nini. Swali langu linaenda, nani anapaswa kuamua njia ya kutumia? Ni mwenza, mtu tu binafsi anaweza akapita kama wewe bonge inabidi ukitumia hii inapendeza, au wote wawili kwa pamoja sasa mnakaa chini mdiscuss kwamba kwa hali hii? Kwa ujumla uamuzi wa kutumia njia za uzazi wa mpango unapaswa kufanywa kwa hiari ya mtu anayehusika na mwili wake. Lakini ni vyema zaidi kama wenza wote wawili wanashirikiana katika mazungumzo ya maamuzi. Mtu binafsi ana haki ya kuamua kuhusu afya na mwili wake, na hasa kwa sababu yeye ndiye atakayetumia njia hiyo. Lakini pia wenza wote wawili kwa pamoja wanapaswa kujadiliana kuhusu malengo yao ya uzazi, idadi ya watoto wanaowataka na muda wanaotaka kupata watoto. Hii inaongeza uelewano na ushirikiano katika familia. Kwa hiyo njia bora ni mazungumzo ya wazi, heshima na makubaliano ya pamoja kuhusu haki ya mwisho ya mwili, ili ibaki kwa mtu anayehusika na matumizi ya njia hiyo. Okay. Yeah. Sawa, nirejee kwako huko, shuhuda wangu huko. Tumezungumzia hapo njia. Je, ndoa au mahusiano yako yamebadilika vipi baada ya kutumia njia hizi? Asante. Ndoa yangu niseme tu nashukuru Mungu ina amani. Baada ya kukaa na mwenzi wangu chini na kumwelekeza kwamba saizi natakiwa tutumie njia ya uzazi wa mpango, alinielewa. Yaani niseme kwamba tuna fursa na tuna muda mwingi wa kukaa wawili na tukapanga maisha yetu tuyafanyaje, yani sijui nielezeaje kwa kweli, lakini nina amani na namshukuru Mungu alinielewa. Na mpaka saizi tunacheka kwa kweli, meno 32 yote nje. Amani. Useme nini sasa? Uzazi wa mpango ni raha. Mimi nikirudi kwako mtaalamu, katika mazingira yetu haya mara nyingi tunasikia kwamba uzazi wa mpango ni suala la mwanamke. Kama mtaalamu wa afya ya uzazi, unasemaje kuhusu jukumu la mwanaume na kwa nini ushiriki wake mwanaume uwe ni muhimu kama tulivyoona kwa upande wa hiyo familia? Kama mtaalamu wa afya ya uzazi, ninasema kwamba uzazi wa mpango si swala la mwanamke pekee, bali ni jukumu la wenza wote wawili. Ingawa baadhi ya njia hutumiwa na mwanamke, maamuzi kuhusu kupanga familia na afya ya uzazi yanawahusu wote. Ushiriki wa mwanaume ni muhimu kwa sababu
huongeza mawasiliano na maelewano katika familia kuhusu lini na watoto wangapi wanataka kupata. Hutoa msaada kwa mwenza wake katika kuchagua na kutumia njia ya uzazi wa mpango kwa usahihi. Hupunguza migogoro na dhana potofu zinazoweza kuzuia matumizi ya uzazi wa mpango. Kwa hiyo mwanaume anapokuwa amejikita naye kwenye huduma hizi za uzazi wa mpango, anapoenda na mwenza wake kwenye huduma hizi, ndio inavyosaidia hivyo kupunguza na ile migogoro. Unakuta mwanamke anakuja saa nyingine kisirisiri, anaweka kijiti, akirudi akikiona ni anapigwa mpaka anarudi kituoni tunamtolea. Kwa hiyo akiambatana na mwenza wake, hii migogoro yote huwa inapungua. Lakini pia huongeza uwezekano wa kufanikiwa kwa mpango wa uzazi, kwani wenza wanakuwa na lengo moja la kusaidiana. Hiyo ndio umuhimu mkubwa wa mwanaume kushiriki kwenye huduma za uzazi wa mpango. Kula kichapo. Narudi mbio. Mimi nishawahi kushuhudia kabisa, mteja amekuja, tumeongea naye vizuri, akasema mimi nataka kutumia kijiji cha miaka 3. Tukamhudumia. Kumbe hajaongea na mwenza wake. Wakati anatakiwa kabla hajaja awe ameongea na mwenza wake, wamekubaliana. Alivyofika tu mwanaume alivyoona kile kijiti alimpiga sana. Kesho yake alikuja amevimba hadi anasema nitoleeni, mume wangu ajana amenipiga sana. Na bahati nzuri alimleta yeye mwenyewe. Kwa hiyo ikabidi tumtolee, lakini tukawaelimisha, mwanaume akaelewa. Akasema ngoja kwanza waende, watarudi. Baada kama ya mwezi hivi mwanamke alirudi akatumia njia ya kisasa. Kwa maana hiyo ushiriki wa wanaume kwenye uzazi wa mpango ni wa muhimu sana. Mwanamke usijichukulie maamuzi we mwenyewe bila kushirikiana na mwenza wako. Labda kwa wale ambao hawana wenza, hawaishi na wenza wao, ndio tunasema mtu binafsi. Yeye ana maamuzi yake yeye mwenyewe. Hivi hata huyu ambaye ana maisha yake binafsi, labda na mahusiano, ghafla ameenda ameweka, akikutana na mwenye mahusiano yake akamwona ameweka, naona mbona wewe. Heshima na utulivu yanaweza kuimarisha uhusiano badala ya kuleta migogoro. Njia zinazoweza kusaidia: moja, kuchagua muda na mazingira mazuri ya kuzungumza na mwenza wako. Kwanza mazungumzeni wakati wote, wakati wote mko watulivu na muda wa kusikilizana, na si wakati wa ugomvi. Sababu mnapoongea mtu ana hasira, hawezi akakuelewa. Kwa hiyo unaangalia muda, mume wangu labda ametulia, mna mambo mmecheka, mnahadisiana vitu vingi, basi na unachomeka mambo hapo ya uzazi wa mpango. Kwa hiyo unajikuta mwanaume anafanya nini? Anakuelewa. Anasema anza kwa kueleza malengo pamoja. Badala ya kusema nataka kutumia uzazi wa mpango, unatakiwa uzungumze na mwenza wako. Unaweza kusema ningependa tuzungumze kuhusu namna ya kupanga maisha yetu na afya ya uzazi wa mpango. Hapo umejishusha. Sasa unakuta mwanaume unaongea nataka, unajua kama ile neno nataka ni kama umemkomandi. Yaani umemwona kama vile yeye hana maamuzi kwako. Kwa hiyo unatakiwa utafute neno zuri la kuongea naye. Kwa wakati unaona ametulia, ndio unamwambia baba fulani, au mnajua nyewe mnavyoitana majina yao ningependa tuzungumze kuhusu namna ya kupanga maisha yetu na afya yetu ya uzazi wa mpango. Huko unamshikashika kidogo. Mwanaume anakuelewa. Huko anapapasa kidogo. Jamani. Lakini pia anasema tumia lugha ya heshima. Mfano, nina wasiwasi kuhusu kupata mimba kabla hatujajiandaa. Ningependa tushauriane kuhusu njia za kujikinga. Sasa unataka uongee kama vile kwa hiyo unapokuwa na mume wako unatakiwa umuelewe. Kwanza ujue mume wangu anapenda nini. Je, nikiongea sauti huwa anaifurahia? Sasa unaongea sauti ambayo mwenzako huwa haipendi. Anaona kama unamfokea. Na siku hizo wanasema wanaume wako kama malaika. Mwanaume hapendi kelele.
Malaika hapendi kelele. Malaika hapendi kelele, hata ukitaka ukiwa na kelele hawezi kuja kwako. Ndio maana hata malaika wanasema kwamba penye utulivu ndio malaika anafika. Asante. Na atakusaidia yale yote. Sasa wewe unakuwa na kelele tu ndani ya nyumba. Mwanaume anaona ngoja niondoke hapa. Na malaika hivyo hivyo. Okay. Ukiwa hujatulia una makelele mengi anasepa. Oho. Kwa hiyo mnatumia lugha ya heshima inamfanya mwanaume aweze kukuelewa zaidi. Lakini pia wanasema sikiliza maoni ya mwenzako. Mpe nafasi ya kuuliza maswali na kueleza hofu au wasiwasi wake. Kwa hiyo unapoongea naye lazima umuache naye akuulize, ili atoe ile hofu labda ambayo alikuwa nayo ya kuhusu masuala ya uzazi wa mpango. Okay. Lakini pia wanasema tafuteni taarifa sahihi pamoja. Mnaweza kutembelea kituo cha afya au kuzungumza na mtoa huduma wa afya ili kupata elimu sahihi kuhusu njia mbalimbali za uzazi wa mpango. Okay. Yeah. Niko nawaza ile sauti ya kufokewa. Mtu naambiwa tu jamani mimi ningependa tutumie hiyo. Umeanza kunifokea Umeona? Kwa hiyo baba hapa nitakiwa niongeaje? Unazidi kunifokea. Na naomba apunguze ubabe. Sio sema malaika jamani. Yaani wanasema wanaume ni kama malaika hapendi kelele. Kwenye ndoa yote ile ambayo inadumu unakuta mwanamke muda wote yuko ni mkimya, hata kama anaongea ana muda wa kuongea na mume wake vizuri. Lakini mimi zamani hizo nakuwa. Okay. Sasa kijana ambaye hajawahi kutumia njia za uzazi wa mpango anaweza kuanza kwa hatua zifuatazo. 1, tafuta taarifa sahihi. Kutafuta taarifa sahihi. Si hajawahi kutumia njia yote? Ndio. Namna ya kutafuta taarifa sahihi nasema jifunze kuhusu njia mbalimbali za uzazi wa mpango, faida zake na namna zinavyofanya kazi. Kwa hiyo lazima atafute taarifa sahihi kuhusu hizo njia za uzazi wa mpango. Na hizo taarifa sahihi lazima azipate kwenye vituo vya afya. Lakini pia pata ushauri kutoka kwa mtaalamu wa afya. Mtoa huduma atakusaidia kuchagua njia inayofaa kulingana na umri, afya yako, mahitaji na mipango yako ya uzazi. Kwa hiyo lazima upate, na cha pili upate ushauri. Baada ya kujua zile faida na nini njia za uzazi wa mpango ni zipi, bado unaenda kupata ushauri, atakuelekeza hapo mtoa huduma ukifika kituo chochote kile cha kutolea huduma za afya. Lakini pia wanasema uliza maswali yote unayotakiwa ambayo unayo. Usione aibu kuuliza maswali. Kwa unapouliza maswali lengo ni kutaka kujua kufahamu zaidi kuhusu uzazi wa mpango. Okay. Wanasema chagua njia inayokufaa. Hakuna njia moja inayofaa kila mtu. Uamuzi unapaswa kufanywa baada ya kupata ushauri sahihi. Kwa unapokuwa umepata ushauri ndio utapata uamuzi utumie njia gani sahihi ya uzazi wa mpango. Okay. Kwa Tanzania vijana wanaweza kupata huduma za uzazi wa mpango katika vituo vya afya, sehemu ambayo utakiwa kupata huduma hizo. Vituo vya afya, zahanati, hospitali na za serikali. Lakini pia kliniki za afya ya uzazi na mtoto. Kwa mfano ukija pale kwetu unakuta kuna sehemu imeandikwa kabisa kliniki ya afya ya uzazi na mtoto, ina maana kliniki ya baba, mama na mtoto. Kwa hiyo ukifika pale unapata huduma za uzazi wa mpango. Lakini vituo vinavyotoa huduma rafiki kwa vijana. Na huduma za uzazi wa mpango zinatolewa bila malipo katika hospitali za serikali. Okay. Hizo ni bure kabisa. Ni bure. Okay. Labda mambo mengine ya kuchangia ni machache. Kwa mfano labda unataka kuweka kipandikizi, lazima mtaalamu atavaa gloves. Unakuta zile mipira hospitali zinaletwa kwa kununuliwa. Kwa hiyo kuna kiasi utachangia au atakwambia nenda kaniletee nini? Glove uvae ili kusudi umweke njia. Okay. Lakini huduma ni bure kabisa. Sawa. Hapo kwenye huduma bure nimeelewa sasa. Nirudi kwako huku, tunasema shuhuda. Leo ingekuwepo ni kanisani, mpige kinanda angekuwa na kazi. Ikifika mida hii inabidi apige. Sasa kwako huku shuhuda. Ndio.
ungependa kuiambia nini jamii kuhusu faida za matumizi ya njia hizi za kisasa za uzazi wa mpango? Napenda kuiambia jamii kama alivyosema hapa mtaalamu, kwamba unashauriwa uende sehemu ambayo ni sahihi ya kutolea huduma hizo. Na niwashauri wanawake wenzangu ambao wanavyo saizi hivyo nani vinjia. Sasa kijiti unapotakiwa kutoa muda umeisha. Hakikisha unaenda sehemu ni salama, kituo ambacho kinafahamika, kwa sababu tulio wengi tukitaka tu kutoa, mwingine anajikata mwenyewe. Mwingine utakuta anaingia vichochoro, shoga yangu hebu nisaidie hapa. Sasa mbona wakati unaweka ulienda sehemu sahihi, kwani usirudi kule kule? Na ndio maana unakuta wengine sasa yaani baada ya kakovu weka dogo, yani ile kovu inakuwa likubwa. Kisa kupita njia ambazo sio sahihi. Kwa hiyo mnapotakiwa kutoa, muende mlikoweka, muhudumiwe kwa usahihi. Alafu kingine cha kuongezea hapo, sina mengi. Ila unapotakiwa kupanga uzazi wako, panga kwa usahihi kama alivyosema mtaalamu. Muandae mwenza wako, mnataka wangapi? Kuna wengine mtaishia 3 4, ni nyie kutokana na uzazi Mungu aliojalia. Wapo watu walioishia 2, mwingine kamoja, mwingine hajapata kabisa. Kila Mungu anapojalia inabidi mpange tu kwa wakati, muelewane. Kwa la kusema ni hilo, la kuongezea. Unapozungumzia kinga anamaanisha kinga ya kuzuia mimba, si ndio? Lakini kuna kuzuia mimba na maambukizi ya virusi vya ukimwi pamoja na magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo kwa kijana ambaye anahitaji kuzuia kupata kinga ya kutokubeba mimba, anaruhusiwa kutumia njia yoyote ya kisasa ya uzazi wa mpango. Kwa mfano hata akichagua kipandikizi cha miaka 3 anaweza akaweka, au akahitaji kuchoma sindano anaweza akatumia, anaweza ataka atumie vidonge anaweza akatumia, lakini cha ushauri zaidi watu tunawashauri watumie kondom. Kwa sababu kondom inakinga magonjwa, vitu viwili. Inakinga mimba pamoja na magonjwa ya zinaa. Kwa njia zote za kisasa za uzazi wa mpango anaweza akatumia kijana ambaye hajaolewa na ambaye hajazaa, ambaye anahitaji kujikinga asipate mimba. Asipate mimba ambazo hazijatarajiwa. Sawa, naomba tumsikilize huyo. Naongea na nani kutoka wapi? Karibu sana Nkombe Mnyama. Imekaaje madam? Nimpongeze kwanza huyo msikilizaji, naona ni mtani wangu. Huyo atakuwa Msukuma huyo wa Koma Mwamkulu. Hivyo hizo tunasema kwamba hao watoto wanaozaliwa na changamoto hizo yani hayo ni maumbile na niseme ni uumbaji wa Mwenyezi Mungu ulio nje kabisa na uzazi wa mpango. Kwa sababu mama anayetumia njia za kisasa za uzazi wa mpango anapokuja kuacha, ina maana dawa mwilini imeisha. Ndio maana yeye anabeba nini? Ujauzito. Kwa anapobeba ujauzito sio eti ile inakuwa ni mechanism nyingine. Yaani ni utaratibu mwingine ambao Mwenyezi Mungu ameuanzisha kuanzia pale alivyobeba mimba. Sio kwamba ni uzazi wa mpango. Kwa hiyo njia zetu za kisasa za uzazi wa mpango zinaisha tu pale mama anapoacha kutumia njia hiyo. Hayo mengine sio uzazi wa mpango. Naomba nipige maswali 3 hapa ya message. Alafu nitapokea na simu 2. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.